Kambi hiyo ya madaktari bingwa imelenga kusogeza huduma za kibingwa karibu na wananchi ili kupunguza gharama ya kusafiri umbali mrefu kufuata huduma hizo nje na mkoa wa Manyara. Baadhi ya wananchi akiwemo Happiness Jackson, mkazi wa Babati, pamoja na Josephat Labia, mkazi wa Magugu, hapa wanaeleza namna walivyonufaika na kambi hiyo ya madaktari bingwa. Nimekuja kwa huduma ya macho kutokana na madaktari bingwa tuliowakuta hapa. Huduma zao ni nzuri. Pia nilikuwa na sehemu ya kwenda tofauti na hiyo hospitalini, lakini kwa kuwa nimeshafika hapa, huduma zao na zimenifurahisha. Nimepokelewa vizuri na huduma zao ziko poa sana. Inatusaidia sana. Moja ni kwa sababu kuna maradhi mengine ambayo huwezi kupata majibu yake haraka kama ilivyo sasa hivi. Inabidi labda unaweza kuambiwa naenda Mkapa au naenda KCMC na kwingine ambako pengine huna uwezo huo. Lakini tunapofikiwa na huduma hizi tunaona ni kama tumeletewa kitu ambacho kiko karibu mno. Kwa upande wao, madaktari bingwa wa macho na masikio wametoa rai kwa wananchi kujitokeza kwa wingi pindi fursa za matibabu za kibingwa zinapotolewa na serikali ili kuwawezesha kuchunguza afya zao mapema na kupata matibabu stahiki, hatua itakayosaidia kuzuia madhara makubwa yanayoweza kuathiri maisha yao. Dr. Muhidini Swalehe ni daktari bingwa masuala ya macho kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, pamoja na Dr. Atanasi Budodi, daktari bingwa masikio na koo. Hapa wanaeleza umuhimu wa kupata matibabu kabla ya madhara zaidi. Nitoe rai kwa Watanzania kiujumla, lakini pia kwa wana Manyara. Kwanza, wanaposikia huduma hizi zinatolewa za kibingwa, wafike haraka na kwa wingi pia ili waweze kupata huduma bora zaidi, lakini pia wasiwe na mazoea ya kusubiri mpaka timu za madaktari bingwa zije. Wawe na uelewa wa kwamba wanahitaji wapate huduma za macho kwa haraka zaidi. Chanzo kikubwa kama ugonjwa wa kusikia ni kwa watu wazima ni umri. Ukishakuwa mtu mkubwa, masikio huwa yanachoka. Lakini kwa umri mdogo, chanzo kikubwa ni kelele na ajali. Kwa upande wake, kaimu mganga mfawidhi hospitali ya rufaa ya mkoa wa Manyara, Dr. Yasige Mutajwa, hapa anaeleza lengo la kuanzishwa kwa kambi hiyo, huku akieleza magonjwa yaliyotambulika zaidi. Kwa wagonjwa 173 wapo ambao walifanyiwa upasuaji, watu 61, ambapo asilimia kubwa walikuwa ni wale watu wa macho, ambao takriban watu 40 walifanyiwa upasuaji, 12 ilikuwa ni upasuaji wa mifupa na 8 ilikuwa ni upasuaji wa pua, koo na sikio. Na wagonjwa hawa wanaendelea vizuri baada ya upasuaji na wengine wamesharuhusiwa wameenda majumbani. Kutoka Babati, jina langu ni Marcel Lazaro na hii ni Clouds.